tumekusanyika hapa tena katika mwendelezo wa somo ambalo tumeanza asubuhi, na somo lenyewe linazungumza haki kwa imani. Hili somo la haki kwa imani, asubuhi tulikuwa tu tunaangalia mkanganyiko unaohusu katika ajenda hii kubwa tabia ya Mungu ya haki na jinsi ambavyo sisi tunapambana nayo. Tuliona kwa Habakuki ambayo ndio kwa hakika imebeba mada hii yote. Mwenye haki ataishi kwa imani yake. Hiyo ni Habakuki 2 na mstari ule wa 4. Na haya ni majibu ya Mungu kwa hoja ya Habakuki. Alikuwa anahoji haki ya Mungu kwa kutoingilia kati kwa uovu wa Yuda. Mungu akajibu hiyo hoja akasema, ninawaondokeshea Wakaldayo. Habakuki akashangaa, haki yako iko wapi katika hili? Unatumia watu waovu zaidi kushughulika na wanaonekana ni wema. Kamwambia iandike njozi iwe wazi. Ninafanya jambo ambalo mtu atakayesikia hataamini. Ila mwenye haki ataishi kwa nini? Kwa imani. Kwa hiyo fungu ndio limebeba somo hili lote tunaoenda nalo. Paulo akayesema pia katika Warumi 1 mstari wa 16 na 17, sionee haya Injili, uwezo wa Mungu uletao wokovu kwa Myahudi kwanza na kwa Myunani pia. Maana imefunuliwa toka imani hata imani, kama ilivyoandikwa, mwenye haki ataishi kwa imani. Akairudia tena katika Wagalatia 3 mstari wa 11, mwenye haki ataishi kwa imani. Ikatajwa tena katika kitabu cha Ibrania 10 mstari wa 38, mwenye haki ataishi kwa imani. Kwa hiyo sehemu hiyo ya asubuhi, sehemu hiyo ya kwanza asubuhi tulikuwa tu tunaangalia hii mkanganyiko hii. Sisi kama ilivyokuwa kwa Habakuki, tunatamani huyu Mungu awe wa watu wa Yuda, na tunatamani Mungu awe wa Wakristo, Mungu awe wa Waadventista wa Sabato. Na hivyo tukitaka kuwa watu wa imani, tunatazamia Mungu atutendee hivyo sisi, kwa sababu ni watoto wake. Kwa hiyo kama ni afya njema, atutendee sisi. Na kesho tutakuja kuona, nimekuwa nikizungumza hapa ya kwamba hata tunapozungumzia kuomba tunamfuata Yesu. Na alafu nasikia watu wanasema fulani ana imani, huyu akiomba yanatendeka. Kama nilivyosema tangu siku ile kwamba miongoni mwa maeneo ambayo yamenajisika sana swala zima la maombi, sala. Na unajua huwezi kuzungumzia maombi hujazungumzia imani. Na ni sayansi ambayo inapaswa kujifunza kwa pamoja. Na kwa sababu hili somo linahusu haki kwa imani, ndio maana tutakuja kuiona itakapozungumzwa. Lakini tukaona huo mkanganyiko unaoendelea haukuwa tu na Habakuki, ulikuwa na Yeremia, na ulikuwa na kina Bildadi, Sofari na huyo watatu ni Elifazi. Wao walitafsiri matatizo aliyokutana nayo Ayubu kwamba ni matokeo ya uhusiano wake mbaya na Mungu. Lakini kilichomsaidia Ayubu akasimama, alisimama kwa sababu alielewa upana wa utendaji wa Mungu. Ndio maana akawahoji ile Ayubu sura 21 mstari wa 5 mpaka mstari wa 10, mbona waovu wanaishi, wanakuwa wazee na wamestawi? Wakati Yeremia anahoji ile sura ya 12 mstari wa 1 na wa 2, nina mateto kwa ajili ya haki yako, mbona waovu wanaishi na kustawi na umewapanda wewe?
Ayubu anawajibu rafiki zake, ikiwa matatizo nayokutana nayo kwa sababu sina uhusiano na Mungu, mbona waovu wanaishi basi, wanakuwa wazee? Na asubuhi nikagusia ya kwamba unapofundisha ujumbe wa afya, hatujifunzi ujumbe wa afya ili tuishi bila kuzeeka, ili tuishi bila kufa kabla ya miaka. Hapana. Ujumbe wa afya ni ujumbe wa kanisa, na tunaishi afya kwa sababu sisi ni watoto wa Mungu wetu aliyoko juu mbinguni. Amekomboa kila kitu, ni aina ya maisha, ni tabia. Tunaishi hivyo kwa sababu ni tabia ya watoto wa Mungu. Na kama tunaacha hiki, tunaacha hiki, tunaacha hiki, tunaacha hiki, tukiwa na ajenda ya kwamba tutaishi bila kuugua, tutaishi mpaka tuzeeke, tutakuja kukutana na surprise ya ajabu. Tukasoma habari hizo, tukasoma Ayubu 12 mstari wa 6. Mungu ndiye anawapa waovu mali, anawapa waovu mafanikio. Ayubu anawajibu hawa watu, mikononi mwao Mungu huwapa mali ngapi? Nyingi. Kwa hivyo uaminifu wetu, tunaposema mwenye haki ataishi kwa imani, tunamaanisha Biblia inataka tujue ya kwamba Mungu hawapatii tu maisha waaminifu, anawapa maisha na wasio waaminifu. Na hoja ya kusema ya kwamba mafanikio ya hapa duniani ni kwa sababu ya uaminifu wangu, ni hoja tutakuja kuangalia leo hii tena, uone uelewa ujisi ulivyo hapa. Ni hoja inayochafua tabia ya Mungu, na hajaisema hivyo katika maandiko, hajaisema hivyo. Ninyi wenyewe ni mashahidi ya kwamba Biblia inasema watu wa Sodoma na Gomora walikuwa wamefanikiwa, na unasoma kwenye Ezekieli, walikuwa wamefanikiwa sana, lakini walikuwa ni waovu. Ndivyo anavyosema kitabu kile cha Mwanzo. Wakati Ruto anajongeza hema yake Sodoma, hakujali tabia ya watu wale, lakini ilikuwa ni bonde kama bustani ya Mungu, na wamefanikiwa. Ezekieli anaonyesha ilikuwa ni kushiba chakula, ilikuwa ni mafanikio. Hayo yote yalikuwa ndani ya Sodoma na Gomora, lakini hawakuwa na Mungu. Hawakuwa na Mungu. Wakaridayo walikuwa wamefanikiwa wakati Mungu anamuita Ibrahimu, sio kwamba walikuwa na Mungu, hawakuwa na Mungu. Hata familia ya kwao, Yoshua anaandika ile Yoshua sura ya 24 mstari ule wa 2 na wa 3, baba zetu walikuwa wanakiabudu miungu alikotoka Ibrahimu, na lakini walikuwa wamefanikiwa. Majiji, walikuwa wanaishi ndani ya majiji, na kwa sababu hiyo mafanikio hayaweki kabisa dhamana ya uhusiano wa mtu na Mungu hapa duniani, hayana nafasi popote pale. Wewe unaposoma mbingu na dunia na vyote vijazavyo ni mali ya Bwana katika Zaburi 24 mstari wa 1, halafu baadaye tena unasema wako wanaowapatia mafanikio ni shetani, ndio anawapa watu, kwa sababu wanatoa kafara ya kuku, kafara ya mbuzi, kafara ya wanadamu. Hakuna kitu hicho kwenye maandiko, hakipo. Watu wote wanafanikishwa na nani? Na Mungu. Tukasoma pia katika Hagai 2 mstari wa 8, fedha ni mali ya Bwana, dhahabu ni mali ya Bwana, ndiye anayewapa wote. Tukasoma Mathayo sura ya 5 mstari wa 45, anawaangazia jua wema na anaonyeshea mvua wema, na huo ndio ukamilifu wa baba yetu aliyoko wapi? Mbinguni. Kwa hiyo ndio maana ukipanda cheo, hata waovu wanapanda cheo. Ukiongeza kipato, hata wao wanaongeza kipato. Ukiwa na afya njema, hata wao wana afya njema. Kwa hiyo mambo yote ya dunia hii, hakuna mahara Mungu amewabagua wale wasio waaminifu. Alipoumba kwa siku 6 hivyo vitu vyote, aliwawekea wanadamu, kwa kuwa ni watoto wa Adam, wote wana access na mali na mafanikio ya dunia hii. Na ndio maana hiyo ndio kanuni, popote ilipo anawapa, ili isionekane Mungu anabagua. Katika ustawi wa maisha ya uzima wa sasa, amewapa wote. Na najua wapi tunapata shida hii. Tunapata hii shida kwa sababu tunaposoma Biblia tunaitafsiri tunavyotaka sisi. Kwa mfano, ukisoma ile Mathayo 7 mstari wa 7, ombeni nanyi, tafuteni nanyi, bisheni nanyi.
Halafu kila ombaye anapewa, atafutaye anafanya nini? Abishaye anafanya nini? Hivi Yesu anamaanisha nini anaposema tafuteni nanyi mtaona, bisheni nanyi mtafunguliwa, na anasema ombeni? Hivi anamaanisha nini? Na Biblia bahati nzuri inajitafsiri yenyewe anaposema hata wapa mema. Hiyo neno mema anamaanisha nini? Hebu nenda Luka sura ile ya 11, alafu usome mstari ule wa 7 mpaka mstari wa 13. Tunapojifunza juu ya haki kwa imani, yako mambo ambayo tusipoyangalia yanatuletea mkanganyiko. Ndio maana kama mtu anasema nimeomba Mungu hajasikia, na hivyo anakazana, anadhani Mungu hajasikia kwa sababu hajaona kile ambacho anazungumza naye. Soma hiyo Luka sura ya 11 na mstari ule wa 7 mpaka mstari wa 13. Inasema mstari wa 7, na yule wa ndani amjibu akisema, usinitaabishe, mlango umekwisha fungwa. Kwa ufupi anaelezea, anasema tunapoomba anatupatia, ametupatia mfano hapa kwamba mtu mmoja alipata wageni wa usiku, lakini hana cha kuweka mbele yake kula. Sasa anaenda kwa jirani, anamwambia nipatie angalau mkate, nimepata mgeni usiku huu. Anasema hivi, unadhani yule rafiki yake atamwambia nimeshafunga mlango, nimeshalala mimi na watoto wangu wameshalala? Lakini anasema unajua, ataamka na atampatia. Alafu ndio anasema na ninyi ombeni hivyo hivyo, Baba yenu wa mbinguni atafanya nini? Unajua kinachoweza kutuletea shida ni wakati ambapo ukisoma maandiko alafu unaishia mahali fulani, hautaki uendelee uone anamaanisha nini. Hebu ndicho anachokieleza hapo. Sasa ngoja tuone anachosema hapo ni nini. Anzia sasa mstari wa 9 hapa mpaka mstari wa 13. Uone anachozungumza ni nini. Na ni lugha hiyo ambayo Mathayo ameiandika sura ile ya 7. Anasema, nami nawaambia, ombeni nanyi mtapewa, tafuteni nanyi mtaona, ndio bisheni nanyi mtafunguliwa. Sawa. Kwa kuwa kila aombaye hupokea, naye atafutaye huona, anaona, naye abishaye anafunguliwa. 11. Maana ni yupi kwenu aliye baba ambaye mwanawe akimwomba mkate atampa jiwe, au samaki? Au samaki atampa nini? Badala ya samaki atampa nyoka. Atampa nyoka. Anahoji. Endelea mstari wa 12. 12 anasema, au mkimwomba yai atampa nge. Atampa nge. Basi ikiwa ninyi mlio waovu mnajua kuwapa watoto wenu vipawa vyema, ndio, je, Baba aliye mbinguni ni hata zidi sana kuwapa Roho Mtakatifu hao wamuombao? Umesikia kinachosemwa hapo? Ile Mathayo 7, ombeni nanyi mtapewa, mpaka mstari wa 11 ambayo anatafsiri hata wacha kuwapa mema. Kwenye Luka ametafsiri hiyo mema ni nini? Ukienda haraka utaona kama anazungumzia kuomba vitu vya maisha ya dunia hii. Na ndio makosa mengi ambayo tunaweka uzito upande huo. Lakini Yesu ana ajenda ya Roho Mtakatifu. Ni ajenda ambayo anasema hakuna karama kubwa kuliko zote ambazo Mungu anatamani awape watu wake kama Roho Mtakatifu. Ila anaposema ombeni nanyi mtapewa, bisheni nanyi mtafunguliwa, tafuteni nanyi mtaona, hazungumzii vitu vya dunia. Anazungumzia kufanya hivyo kwa ajili ya Roho nani? Mtakatifu. Sasa nimesema utakuja kuiangazia zaidi kuanzia kesho, kwa sababu tunapozungumza haki kwa imani utakuja kuona ya kwamba karibu Mungu mbingu zikizungumzia mambo ya umilele, mambo ya mbinguni, tunajaribiwa hata sisi, kama ilivyokuwa kwa wasikilizaji wakati wa karne ya kwanza, wanayatafsiri kwa ya dunia. Akisema ya dunia wanayatoa hapa duniani, wanayatafsiri kwa ya kimbingu, na mara nyingi walipata shida hiyo katika kumwelewa. Na sisi kadhalika tunapitia uzoefu huo. Anapozungumzia kwamba tafuteni, ombeni, fanya hivi, ni sawasawa na ile Luka sura ya 18 anayezungumzia akitoa mfano wa kadhi na mwanamke aliyekuwa anaomba apewe haki, akawa anamsumbua.
Na yule kadhi Biblia inasema alikuwa ni dhalimu, hamchi Mungu, halafu hana uhusiano na watu huyo mzuri, hapendi watu, hamchi Mungu. Na ni sura ya 18 hiyo, na mstari wa 1 mpaka wa 7. Na huyu mwanamke akawa anakazana tu, nipatie haki yangu, nipatie haki yangu. Alafu yule akasema, yule kadhi hakimu huyo akasema, ijapokuwa simchi Mungu na sijali watu, lakini kwa sababu ya mwanamke hivyo anavyonisumbua, ngoja nimpe nini? Haki. Alafu Yesu akasema ndipo ambapo kuna mahali ambako pia kuna mtego ambao tunakutana nao katika kuelewa Biblia. Unasema nanyi pia muombeni Mungu hivyo hivyo. Kwa hivyo ndio unasikia kuna lugha moja watu wanasema PU, kwa Kiingereza ni kifupi cha neno, wanasema push, PUSH. Yani P maana yake pray, U until, S something, H happens. Omba mpaka kitu fulani kimetokea. Kwa hiyo wanasema kama haiko hivyo, endelea kumsumbua. Maana Yesu amesema yule mwanamke alisumbua yule kadhi mpaka akapewa. Na maandiko hayazungumzi hicho tunachosema sisi leo, kwamba kazana sana kuomba, msumbue sana Mungu. Yaani tunamuona kama sisi maombi tunaona yanamshughulisha Mungu, na maombi hata siku moja hayamshughulishi Mungu, hata siku moja. Mungu hawezi kutupatia fursa ya maombi ili tumshughulikie kwa kutumia maombi. Hamna. Maombi yanamshughulisha anayeomba. Haleluya. Hayamshughulishi. Tutakuja kuona kesho juu ya haki kwa imani tunapoingia sehemu hii ya 3. Maana niko sehemu ya 2, nataka kuingia sehemu ya 2 hii. Maombi hayamshughulishi Mungu. Maombi yanamshughulikia anayeomba. Na tutakuja kuona vizuri kesho juu ya jambo hilo. Kwa hiyo unapoomba unakazana Mungu ashughulike, mbingu zinatushangaa. Maana Mungu ametupatia maombi ili yatushughulikie sisi. Sisi tunafikiri maombi yanamshughulikia yeye, na tuna mahara pa kuchukua. Tuna mahara, tunadhani Biblia inasema hivyo, alafu tunaeleza vitu tofauti na Biblia inachokisema. Kwa hivyo anaposema ombeni nanyi mtapewa, tafuteni, shughulikeni, hamaanishi ya kwamba watu wahangaike kwa ajili ya hayo. Ndio maana Biblia inasema hayo yote mtazidishiwa. Tafuteni kwanza ufalme wa nani? Na nini? Na haki yake. Hii tunazungumzia haki kwa imani, ufalme wa Mungu na haki yake. Na tunaenda kuiangalia hiyo tunaposema haki ya Mungu ni ipi hiyo. Na hayo yote amezungumzia mavazi, hayo yote amezungumzia chakula, hayo yote amezungumzia yote, kwa sababu hiyo sura ya 6 ya Mathayo anazungumzia mambo ambayo ni yafanya maisha ya sasa yaendelee, basic needs. Hayo ambayo tunasema ndio yamebeba maisha ya sasa, ameyasema hayo yote. Maana yake hiyo sio priority, maana yake hiyo sio mambo ya msingi mbele zake, ya kukazana na yeye mbele zake. Na nilizungumza jana ya kwamba cha kusikitisha sana, hayo ndiyo yamejaza maisha ya wanaoomba, ambayo Yesu amesema hayo yote ni second. Ya kwanza ni haya. Amesema baba yenu anajua. Kwa hivyo ni nini basi? Mwenye haki ataishi kwa imani. La kwanza ambalo tunataka kuliona sasa hivi, maana yako vitu viko viwili, ni kutafsiri maana ya kuishi kwa uelewa wa Kiebrania. Kwa nini? Kwa sababu wakati wanaandika, uelewa wao wa maana ya kuishi ni upi? Na tutasoma mafungu hayo katika Agano la Kale na kidogo katika Agano Jipya. Maana waandishi wa Agano Jipya ni hao Waebrania, na wameandika hiyo Biblia katika Agano Jipya katika muktadha wa kutafakari kwao, wa kufikiri kwao, tafsiri ya kuishi kwa imani. Kumbukumbu la Torati sura ya 8 na mstari wa 3. Hebu soma hilo fungu hapo ambalo linatupatia tafsiri hii. Alafu ndipo nije hivi uelewa wa Kiebrania juu ya kuishi ni nini. Hebrew thoughts kuhusiana na kuishi. Hilo neno kuishi kwa Kiebrania na uelewa wao huwa wanaelewa nini juu ya jambo hilo. Kumbukumbu 8 mstari ule wa 3. Neno la Bwana linasema, akatweza
akatutweza, akakuacha uone njaa, akakulisha kwa mana, akakupatia ile mikate iliyoshuka kutoka juu, usiyoijua wewe wala baba zako, hamkuijua wala baba zenu hawakuijua, apate kukujulisha, ili atujulishe ya kuwa mwanadamu haishi kwa mkate tu, bali huishi kwa kila litokalo katika kinywa cha Bwana. Tafsiri yake ni hivi: mwanadamu kuishi kwake ni kwa kile alichosema nani? Alichosema nini? Kwa mujibu wa Waebrania, nisikilize vizuri, anaposema kwamba mwenye haki ataishi kwa imani. Unaposema tunaishi kwa imani, tafsiri ama uelewa wa hilo neno katika Agano la Kale, katika Agano Jipya, anapozungumzia kuishi ni nini? Mtu anaishi katika uelewa wao, ana maisha halisi, anaishi kwa hakika. Kama ana shida hii, anaumwa, ni dhaifu, yuko kwenye mazingira hatarishi, au ana sifa mbaya, ana tabia mbaya, jina lake ni mbaya, uelewa wa Kiebrania unakosoa hana maisha. Ikiwa anaumwa, ikiwa ni dhaifu, ikiwa yuko kwenye mazingira hatarishi, ama tabia mbaya, hana maisha, haishi huyo. Kama ana sifa hiyo mbaya, haishi. Kuwa hai ama kuishi katika uelewa wa Kiebrania ni kuwa na nguvu, ni kuwa na usalama, ni kuwa na heshima. Hiyo ndiyo maana ya kufanya nini? Ya kuishi. Maisha ya mwanadamu ni zaidi ya wingi wa siku, sio tu kuwa na wingi wa siku. Kwa muelewa wa Kiebrania, ila inajumuisha jinsi alivyo na sababu ya malengo ya kuishi kwake, ili ujue huyu anaishi katika uelewa wa Kiebrania. Tunaposema kwamba siku za maisha mwanadamu ni miaka 70, ukienda haraka unaweza ukaona nimeishi bwana, nimeishi miaka mingapi? Miaka 70. Miaka mingapi? 80. Sio Hebrew thought ya maana ya neno kuishi. Kuishi inajumuisha jinsi ulivyo, na utakuja kuiangalia maana yake ni nini. Jinsi ulivyo inavyotafsiriwa na malengo ya kuishi kwako. Unaishi ili iweje? Tumie lugha hiyo. Mtu yeyote akiwa na hili jibu, anaishi ili iweje, shaanza kujiuliza hivyo, maana yake uko kwenye njia ya kuishi. Hebu fungua kitabu cha Mhubiri. Nataka uone tafsiri ya hilo neno kuishi inavyotajwa hapa katika Mhubiri sura ya 6 mstari ule wa 3. Nisome hapa Mhubiri sura ile ya 6 na mstari wa 3. Mtu akizaa watoto 100 akaishi miaka mingapi? Nazo siku za maisha yake ni nyingi, lakini nafsi yake haikushiba nini? Tena ikiwa zaidi ya hayo amekosa nini? Mimi nasema heri mimba iliyoharibika kuliko. Kwa nini anasema mtu akiishi miaka 100 lakini katika kuishi kwake hakushiba mema? Lugha anayosema mema maana yake hakuwa mwema, hakuwa mcha Mungu, lakini ana miaka 100. Sulemani, sikiliza anachoambiwa na Bwana, ni afadhali mimba iliyofanya nini? Iliyoharibika. Maana yake hakupewa nafasi ya kuishi.
huyo kama angezaliwa akakaa duniani akaishi, kuna kitu angelifanya, siku zake zikashiba mema. Huyo ndiye aliyeishi. Lakini mtu aliyeishi kwenye dunia hii akakaa hata miaka 100 hakushiba mema, huyo hajawahi kuishi. Timotheo ya kwanza sura ya 5 mstari wa 6 ukalinganisha na Waebrania 11 mstari wa 4 na Yohana 11 mstari wa 25, Timotheo pale Paulo anaandika, anasema yeye asiyejizuia amekufa, ingawa anafanya nini? Anaishi. Yeye asiyejizuia, asiye na kiasi, asiyetenda sawasawa na mapenzi ya Bwana, hata kama anaishi, amefanya nini? Amekufa. Waebrania 11 mstari wa 4 anaelezea maisha ya Enoko. Anasema hivi, ya Habeli. Anasema hivi, ijapokuwa amekufa angali akifanya nini? Akiishi, akinena, bado yu hai. Lakini amekufa kwa mtazamo wa Mungu kwa sababu ya tabia ya Habili aliyefanya yaliyo mema kwake. Ni kweli amekufa, lakini angali akinena. Tafsiri ya Yesu katika Mathayo sura ya 11 mstari wa 25 akasema, amini nawaambia, yeye aniaminie mimi, ajapokufa atakuwa anafanya nini? Anaishi. Maana ya kuishi kwa mujibu wa neno la Bwana, tafsiri ya kimbingu ya kuishi inamaanisha mtu ana uhusiano mzuri na Mungu. Unaposikia mwenye haki ataishi, maana yake anaishi kulingana na mapenzi ya nani? Mtu hataishi kwa chakula, ila kwa neno litokalo katika kinywa cha Bwana. Mtu anayetii mapenzi ya Bwana, huyo ndiye anayeishi, ana maisha makamilifu, huyo ndiye ameishi. Lakini akiishi miaka 100 na hajashiba mema, sio mwaminifu kwa Bwana, huyo ni afadhali na mimba iliyoharibika. Sehemu ya pili, haki izidio waandishi na Mafarisayo. Katika Mathayo sura ya 20, naomba usome haki kwa imani. Tunapozungumzia haki kwa imani, haki hiyo inapaswa izidi ya waandishi na Mafarisayo. Soma kauli hiyo ambayo Yesu alizungumza akiwaambia wanafunzi wake mwanzoni tu kwa kuitwa kwa wanafunzi wake, na kulikuwa na mkutano mwingi. Maana hii ni Mathayo sura ya 5 alipokuwa anafundisha makutano juu ya mlima wa Mzeituni. Mathayo sura ya 5 na mstari wa 20. Neno la Bwana linasema, maana nawaambia ya kwamba haki yenu isipozidi hiyo haki ya waandishi na Mafarisayo, hamtaingia kamwe katika ufalme wa mbinguni. Haki yetu isipozidi ya waandishi na watu gani, hatuwezi kuingia. Sasa ili tujue haki ya waandishi na Mafarisayo ni ipi, ili wewe na mimi tutafute inayozidi hiyo. Tukishaijua ya waandishi na Mafarisayo, ndipo tutaijua hiyo haki ambayo Habakuki ameambiwa na Mungu, mwenye haki ataishi kwa imani. Lakini hiyo haki inazidi ya waandishi na Mafarisayo. Sasa ya waandishi na Mafarisayo ni ipi? Sikiliza, haki ya waandishi na Mafarisayo ilikuwa inafuata Torati katika mtazamo wa nje. Hao walikuwa ni machampion, mashujaa wa kutenda Torati kwa nje, waandishi na Mafarisayo. Na Yesu anasema walikuwa wameketi kwenye kiti cha Musa. Hiyo ni Mathayo 23 mstari wa 1 na wa 2 na wa 3. Wako kwenye kiti cha Musa, maana yake wana dhamana, ndio walikuwa wafundishaji wa neno wa kweli ya neno la Bwana. Wako mahala pa Musa, wanafundisha, ni wasomi wa wakati ule, wana theolojia, waandishi na Mafarisayo. Unaposikia waandishi ama wanasheria,
ni waliokuwa walimu, waliojua Torati, waliojua Biblia, wana theolojia wa dini ya Yehova. Tofauti yao na lile kundi la Masadukayo, wale Masadukayo ndio walikuwa Yesu anawaambia mwapotea, maana hamjui chochote. Lakini hawa alisema wameketi kwenye kiti cha Musa, waandishi na Mafarisayo. Masadukayo hawakujua chochote, hawakujua uwezo wa Mungu wala maandiko. Ndio maana walikuwa nasema hakuna kiama ya wafu, hawaamini uwepo wa malaika, hakuna cha ufufuo wala cha Roho Mtakatifu, hawaamini. Na Yesu kwa hao alikuwa very straight, mwapotea. Very straight, hawakuwa na chochote. Lakini wana sheria, scribes, waandishi pamoja na Mafarisayo, wale walikuwa wameketi kwenye kiti cha Musa. Walikuwa na shida zao zingine kabisa, lakini walikuwa wanafundisha hicho. Na sasa hiki ndicho ambacho walikuwa wanakuzia. Wao waliona kuifuata Torati, kuitenda Torati ilikuwa ndio hati ya kusafiri kwenda mbinguni. Na kitendo hicho hawakujua kilikuwa kinaafifisha uzito wa dhambi, na kilikuwa kinaondoa maana halisi ya wokovu. Na kwa sababu hiyo ilifanya wakashindwa kabisa kumwelewa Yesu. Na hii ndiyo ambayo, hii mada ya haki kwa imani ni mada ambayo hata unaposikia jiwe la kukwaza, walianguka wakajikwaa, kilichofanya wajikwae kote ni mada hii. Na ndiyo kiini, unapozungumzia wokovu unazungumzia haki kwa imani. Ni ajenda ya Biblia, Agano la Kale na Agano Jipya. Sasa nini maana yake? Walichofundisha, walifundisha kwamba mtu anapaswa kuhukumiwa kwa wingi wa matendo yake. Pima matendo yake. Kama matendo yake ni mema, matendo yake mema ni zaidi ya matendo mabaya. Sikiliza walivyofundisha. Kama matendo ya mtu ni mema na ni mengi kuliko mabaya, yale mema uzito wake unafunika yale maovu, matendo yake mabaya. Na kwa sababu hiyo Mungu anamhukumu kuwa ni mwenye haki. Kama wewe una matendo mengi yaliyo mema, halafu yale yaliyo mabaya ni machache mbele za Mungu, kwa sababu ya matendo yale mazuri mengi ambayo ni mema, yanakufanya uhukumiwe kuwa mwenye haki. Kwa hiyo mbele za Bwana unahesabiwa haki kwa sababu ya yale matendo mengi mema yaliyozidi wingi wa mabaya. Hicho ndicho walikuwa wanafundisha. Ili kufidia matendo maovu ambayo mimi ama wewe umeyafanya, ulihitaji kupata matendo mema ya kutosha kuzidi matendo mabaya, yakarekebishe rekodi ya matendo yao. Hiyo ndio waliofundisha haki inayopatikana kwa kukazana kutenda mema. Ukiwa na mema, yale maovu yanamezwa na yale mema. Hiyo ilikuwa ndio haki ya waandishi na Mafarisayo. Lakini tafsiri yake ni nini? Fungua Biblia uweze kuona. Soma Mathayo sura 23 mstari wa 1 mpaka mstari wa 7. Tuangalie kile walichokuwa wanafanya katika matendo mema. Naomba twende haraka kidogo hapa. Twende haraka. Mathayo 3:23 mstari wa 1. Ndio. Kisha Yesu akawaambia makutano na wanafunzi wake akisema, waandishi na Mafarisayo wameketi katika kiti cha Musa. Basi yote watakayowaambia muyashike na kuyatenda, lakini kwa mfano wa matendo yao msitende. Maana wao hunena lakini hawatendi. Ndio. Wao hufunga mizigo mizito na kuwatwika watu mabegani mwao, wasitake wenyewe kuugusa kwa kidole chao. Tena matendo yao yote huyatenda ili kutazamwa na watu, kwa kuwa upanua hirizi zao, huongeza matamvua yao. Mstari wa 6, hupenda viti vya mbele katika karamu na kuketi mbele katika masinagogi
Mstari wa 7, na kusalimiwa masokoni na kuitwa na watu rabi. Hapa anachokieleza, anaeleza wanafundisha ukweli, hawaishi ukweli. 1, 2, ukweli kwa ule ulikuwa na ufahamu. Maana kuna sehemu ya ukweli ambao hawakujua, lakini waliojua walifundisha, lakini walishindwa kuishi ukweli. Jambo la pili, walipokuwa wanatenda hayo yote, walitenda ili wapate usikivu wa wanadamu wenzao. Anasema ili wapate kutazamwa na nani? Kumbuka, wakitazamwa na watu wanawashawishi waone ni wenye haki mbele za nani? Mbele za Mungu. Soma mstari wa vipofu ninyi, maana ni ipi iliyo kubwa, ile sadaka au ile madhabahu itakasayo sadaka? Unasikia anachokizungumza hapa? Walikuwa wanaapa kwa kitu gani? Kwa madhabahu. Wakijua ya kwamba wanaapa kwa madhabahu ama wanaapa kwa sadaka. Amesema hivi ya kwamba tena mtu atakaye apa kwa madhabahu si kitu, bali mtu atakaye apa kwa sadaka iliyo juu yake amejifunga. Wao walikuwa wanaapa kwa sadaka na sio kwa nini? 1, 2, akaeleza mstari wa 19, anasema ninyi ni vipofu, maana ni ipi iliyo kubwa, ile sadaka au madhabahu itakasayo sadaka? Kinachozungumzwa hapa, sikiliza vizuri. Kwa nini walikuwa wanatoa sadaka nyingi? Na mnakumbuka wakienda kutoa sadaka wanatoa watu wawaone wakifanya nini? Kumbuka ni swala zima la matendo. Wakitenda hivyo wanajua wanahesabiwa haki mbele za nani? Yesu anawaambia hivi kipi kilichokuwa cha muhimu kati ya sadaka na madhabahu? Anachoeleza ni nini? Madhabahu wanapeleka sadaka kwa ajili ya utoaji wa kafara. Anaeleza hivi, kati ya sadaka na madhabahu ni kipi kinatakasa kingine? Amesema ni kitu gani? Ni madhabahu. Wao waliweka uzito kwenye nini? Kwenye sadaka. Hawakuweka uzito kwenye na ngoja, unaweza ukafikiri ya kwamba sisi tuko salama, lakini ngoja uone ya kwamba hivi unapokwenda unatoa sadaka, kwa sababu kuna masomo yanakuja huko baadaye ya uwakili. Unapotoa sadaka, moyoni mwako unajisikia kuridhika unapotoa sadaka, ama unajisikia kuridhika unapokutana na madhabahu? Kwa lugha nyingine ni hivi, sadaka ndiyo inatakasa ama madhabahu ndiyo yanayotakasa? Kwani mlisemaje? Ni madhabahu, si ndio? Mnaelewa nini maana ya madhabahu? Ndio maana wale wanaoita mimbari ni madhabahu, nilisema siku ile ya kwamba hawajajua. Ikiwa ndivyo anavyoeleza, anachoeleza ni hivi, utoaji wao walijikita na kujiona kwa sababu ya kutoa idadi ya kiwango cha sadaka walizotoa, lakini Yesu anasema haina maana yoyote. Chenye maana ni ile madhabahu inayotakasa kilichotolewa. Mstari wa 20, basi yeye aapaye kwa madhabahu wapa kwa hiyo na kwa vitu vyote vilivyo juu yake, naye aapaye kwa hekalu wapa kwa hilo na kwa yeye akae ndani yake. Kisha akasema mstari wa 22, 23, ole wenu waandishi na Mafarisayo wanafiki, kwa kuwa mnalipa zaka na mnanaa na bizari na jira, lakini mmeacha mambo makuu ya sheria, yaani adili na rehema na imani. Hayo imewapasa kuyafanya, wala yale mengine msiyaache. Walikuwa wanalipa zaka kwa kila kitu, lakini hawana uadilifu. Walijenga katika kutenda, wakashindwa katika tabia. Kwa lugha nyingine, ndio maana walikuwa watendaji wa sheria kwa nje, moyoni mwao hali sio yenyewe. Mwisho akasema wanachujio linachuja mbu na linameza nini? Ngamia. Mstari wa 24 huo. 25, ole wenu waandishi na Mafarisayo wanafiki, kwa kuwa mnasafisha kikombe kwa nje, chano na ndani yake vimejaa unyang'anyi na kutokuwa na kiasi. Kwa hivyo akaeleza mahali pa kusafisha ni ndani na sio nje. 27, ole wenu waandishi na Mafarisayo wanafiki, kwa kuwa mmefanana na makaburi. Hii yote anapoitaja anaelezea aina ya haki ya waandishi na nani. Kwa hiyo wakitoa
wanajazia matendo yawasaidie. Paulo akaandika hivi, kwa sababu ya shida hiyo walipoteza kila kitu. Na ndio maana ile Luka sura ya 18 ukisoma, wanapokwenda katika ibada, mstari wa 7 hadi wa 10, yule mtoza ushuru na yule farisayo wakienda kuomba, yule farisayo anasema, mimi si kama watu wengine wala huyu mtoza nini. Ninafunga mara ngapi kwa juma na ninatoa nini? Yaani maana yake ni hivi, ninastahili unitendee 1, 2, 3 kwa sababu ya matendo ya torati ninayoyafanya. Na Yesu akasema, aliyepokelewa sio farisayo, ni mtoza ushuru. Haki yenu isipozidi ya waandishi na nani, hatutaweza. Haki kwa imani inasema hivi, hakuna matendo yoyote ya mwanadamu yatakayomstahilisha mbele za Bwana. Nisogee mbele kidogo uone jinsi ambacho kinazungumzwa hapo. Na hivyo Paulo akaandika katika hiyo Warumi 31:9 hadi 31:33, kwa sababu ya tabia hiyo, sio tu waandishi na mafarisayo, lakini taifa la Israeli likashindwa kumpokea Kristo, wakakataliwa, wakajikwaa kwa mwamba wa kale, kwa sababu walitegemea matendo ya sheria, wakamkosa aliye haki yao, na hicho kikawafanya wakapoteza. Lakini ni kwa nini nakuwa hivyo? Amejadili Paulo katika ile Warumi 3 mstari wa 23, kwa maana wote wametenda nini? Dhambi na kupungukiwa na utukufu wa nani? Wote wametenda dhambi na wamepungukiwa na utukufu wa Mungu. Mstari wa 20 anasema, wanahesabiwa haki kwa shilingi ngapi? Fungua Warumi 3 mstari wa 24. Wote wametenda dhambi na wamepungukiwa na utukufu wa Mungu. Soma Warumi sura ile ya 3 na mstari wa 24. Anasema, naam, wanahesabiwa haki bure kwa neema yake. Wanahesabiwa haki kwa shilingi ngapi? Bure. Kwa njia ya ukombozi ulio katika Kristo Yesu. Katika Yesu Kristo. Kwa hiyo wao walikuwa wanafanya hayo matendo yote ya torati, wanatoa zaka, wanatoa sadaka, wanafanya hiki na kile, lakini kilichowaletea shida, wanatenda hivyo ili wastahili mbele za Mungu. Haki yenu isipozidi ya waandishi na mafarisayo. Hiyo ndio lugha anayoelezea katika Wakolosai 1 mstari wa 12 hadi 14. Naomba usome hapo anachoelezea. Anaelezea kwamba nani anayetustahilisha. Kuhesabiwa haki maana yake kustahili. Yaani tunapewa sifa ya kuwa vile tulivyo mbele za Bwana. Tunapewaje hiyo sifa? Hizo qualification ya kuwa watoto wa Mungu tunaipataje? Tunahesabiwa haki bure katika Yesu Kristo. Wakolosai 1 mstari wa 12 hadi mstari wa 14. Ninasema, mkimshukuru Baba aliyewastahilisha kupokea sehemu ya ulisi wa watakatifu katika nuru. Ametustahilisha, ametufanya tustahili. Mstari wa 13, naye alituokoa katika nguvu za giza. Alituokoa katika nguvu za giza, akatuhamisha na kutuingiza katika ufalme wa mwana wa upendo lake. Akatuhamisha, akatuingiza kwenye ufalme wa mwana wa upendo lake. Mstari wa 14, ambaye katika yeye tuna ukombozi, yani msamaha wa dhambi. Katika nani tuna msamaha wa dhambi? Ndiye aliyetuhamisha, ndiye aliyetustahilisha. Wao walijua matendo ya kidini yanawastahilisha mbele zake. Biblia inasema hapana, sisi sote tunastahilishwa kwa tendo la Mungu, kwa kifo cha nani? Stahili yetu sisi, Biblia inasema mshahara wa dhambi ni nini? Ndio Warumi 6 mstari wa 23. Yaani stahili yangu na ya kwako, haki yetu tuliyopaswa tuipate kwa Bwana ni mauti. Hii sio hii tunayokufa kwa sasa. Hii ni usingizi. Mauti inayotajwa ya kwamba ndio tulikuwa tunastahili ni kutengwa na Mungu milele.
Huu ni usingizi na ni kwa kitambo. Alichokufa Kristo ni kututoa huko, ili sasa tukikutana na huu uzoefu ni usingizi, sio mauti inayotutenga na uso wa Bwana milele, ambayo Biblia inautaja katika Ufunuo ni mauti ya pili. Kwa hivyo haki yetu sisi ilikuwa ni kifo hicho, ila akatustahilisha. Wakati wa Mafarisayo na waandishi wanatafuta haki kwa matendo, Yesu akakosoa, haki yenu izidi hiyo haki ya waandishi na Mafarisayo. Maana yake, ikiwa unatenda jambo lolote, unahubiri, unaimba, unafanya kazi ndani ya kanisa, yoyote mambo mema unayoyafanya, hauyafanyi ili ya kustahilishe. Hapana. Biblia inasema hivi, aliyetustahilisha ni Mungu kwa Yesu nani? Kristo. Ndio maana Wakorinto ya pili sura ile ya 5 mstari wa 17 mpaka mstari wa 20 anasema Mungu alikuwa ndani ya Kristo akiupatanisha ulimwengu na nafsi yake. Tazama, mtu akiwa ndani ya Kristo amekuwa kiumbe kipya. Hawezi kuwa kiumbe kipya nje ya Kristo. Ndio mstari wa 17 wa Korinto ya pili sura ya 5. Mtu akiwa ndani ya Kristo, Kristo ndio haki. Akishakuwa ndani yake, amestahilishwa, amepewa haki. Kuridhika kwetu mbele za Bwana kusitokane na huduma tunazozitenda, hata zingelikuwa njema kiasi gani. Hakuwezi kutupatia kuridhika, hakutupatii kustahili. Tunatenda hayo kwa sababu ametuhesabia haki. Na ametuhesabia haki kwa shilingi ngapi? Bure. Tumehesabiwa haki bure, sio kwa kutumika, sio kwa kuhubiri, sio kwa kumwimbia, sio kwa kurudisha zaka, sio kwa kutoa sadaka. Hivyo vitu havijatupatia haki. Ndio maana anaandika katika Waefeso sura ya 2 mstari wa 8, kwa maana mmeokolewa kwa neema kwa njia ya nini? Na sio matendo yetu. Ni kipawa cha nani? Kesho tuje kuangalia tunaposema hiyo imani, kwa njia ya imani. Hiyo imani ni kitu gani? Na kwa kuwa leo tushughulikie imani, tutakuja kuiangalia vile Biblia inavyoijadili hiyo imani. Lakini leo ujue tu ya kwamba hiyo, unaposikia mwenye haki ataishi kwa imani, sio haki ya kutenda mazuri, kutotenda dhambi. Hatupati haki mbele za Bwana kwa sababu tunatenda mema. Tunapata haki, tumehesabiwa haki kwa sababu ya tendo la Mungu. Usijisikie kuridhika kwa sababu unafanya mambo fulani ambayo Mungu amesema. Na alitupatia mfano siku ile, akasema ni nani mwenye mtumwa ambaye akitoka shambani akifika nyumbani atamwambia bwana wake, anamwambia hivi, sasa kaa unawe ufanye hiki. Alizungumza maneno hayo Yesu. Nani mwenye mtumwa atamwambia hivyo? Mtumwa akitoka shambani atafika nyumbani, ataambiwa na bwana wake, niandalie chakula, fanya hiki na kile. Sio kwamba ajui alienda shambani. Alikuwa shambani, na anaporudi anaendelea kuwajibika. Yesu akasema hivi, kadhalika na ninyi hivyo hivyo, mkiisha kutenda yawapasayo kutenda, semeni sisi ni watumwa tusio na faida, tumetenda tu tuliyopaswa kutenda. Na ndio maana kwa nini watu wengi wanahitaji kusifiwa, wanahitaji recognition. Ndio waliojenga kanisa, ndio walitegemeza makambi, ndio waliofanya hiki na kile. Acha na habari ya recognition. Mungu anasema hivi, mkishatenda hayo usijihesabie haki. Umetenda uliyopaswa kutenda. Unatafuta sifa ya nini? Ya wapi? Kwa lipi jema ulilo nalo? Una kitu gani? Ulitoka tumboni mwa mama ukiwa uchi, na utarudi kaburini ukiwa uchi. Paulo anaandika katika Korinto ya kwanza sura ya 4 mstari wa 7, unalipi la kujisifia kana kwamba hujapokea kila kitu mwanadamu alicho nacho? Amepokea. Amepokea vipawa, amepokea taaluma, amepokea karama za Roho, amepokea kimo, amepokea urefu, amepokea chochote alicho nacho. Amepokea mali, amepokea kila kitu, amepokea. Eti leo kwa kufanya vitu hivyo unajisikia nafuu mbele za Bwana, unaona kifua mbele. Tofauti yetu na Farisayo, mbele za Bwana itabaki nini? Hakuna chochote.
Tukishatenda sisi tunamwambia sisi ni watumwa, tumefanya ulichotuagiza kutenda na hatupaswi kustahilishwa kwa tulichotenda. Sasa ni kitu gani kinazungumzwa hapa? Ndicho anachokieleza hapa. Galatia 2 sura mstari wa 20 anasema, Galatia 2 na 21 anasema nimesulubiwa pamoja na Kristo, lakini ni hai. Wala si mimi tena, bali Kristo yu hai ndani yangu. Na uhai nilio nao sasa katika mwili ninao katika imani ya mwana wa Mungu, ndio ambaye alinipenda akajitoa nafsi yake kwa ajili yangu. Sibatili neema ya Mungu, maana ikiwa haki hupatikana kwa njia ya sheria, basi Kristo alikufa bure. Kama hiyo haki inapatikana kwa matendo ya nini, basi sina sehemu na kifo cha Yesu. Sina. Ikiwa tutastahilishwa mbele za Bwana kwa sababu ya tunachotenda kwa kanisa, tunachotenda kwa ulimwengu, tunachotenda mbele za Bwana, maana yake ni kwamba sikuhitaji kifo cha Yesu. Maana yake ninaweza kujihesabia haki kwa kutenda yaliyo mema. Sasa ngoja kufano namna hii. Umewahi kusukuma gari ukiwa ndani ya gari na ikaenda? Uje ujaribu halafu nipatie majibu kesho. Kwamba una uwezo wa kusukuma gari ukiwa ndani ya nini na halafu ikaenda. Mwanadamu katika habari ya dhambi wamepungukiwa na utukufu ya Bwana, maana yake hakuna namna angeweza kufanya. Uwezi ukasukuma gari ukiwa ndani ya gari. Ilihitajika uwezo nje ya mwanadamu na kutokao juu. Kinachotufanya tuwe na haki, hii haki unayosema ni haki, sio ya kwako. Haikutokana jambo lolote, imetokana na kitendo alichofanya Mungu kwa Yesu Kristo. Na hivyo ukitenda mema, tuje kuangalia kesho, hatustahilishwi na hayo mema. Ukifanya yoyote yaliyokusudiwa, ni kweli tunayafanya, maana tumeagizwa. Tutakuja kuiangalia kesho. Tunapokwisha kuyatenda, sisi ni watumwa wasio na faida. Tumetenda tu tuliyopaswa kufanya. Na ukiona wewe maishani mwako ukifanya jambo kubwa ndani ya kanisa ama dogo, halafu bahati mbaya hawakukutambua, recognition, aliyepamba hapa kwenye ukumbi ni fulani, wametambulisha wengine wote, fundi mitambo wa kutambulishwa. Utakuwa ukienda unasikia tunajaribu, microphone test. Muda wa kuzungumza unasikia tunajaribu. Hajatambulishwa, hayuko recognized. Uende umebeba dhamana kubwa kwa mikutano, umeenda umenunua eneo kwa ajili ya ujenzi wa kanisa, umejitoa kwa hali zote. Mlisimama kipindi hicho, ukasimama kweli kweli. Leo wamekuja watu ndani ya kanisa, wengine hata hawajui ulichokifanya, na unakazana mpaka wajue wewe ndio ulifanya kazi hii, kasimama. Hiyo kitu itakumaliza, kwa sababu siku zote ukitenda ni kwa ajili ya utukufu wa nani? Wewe una clear the spot, unajiondoa hapo ili watu wasikuone wewe, wamuone nani? Ndio maana nasema mtapo hayo, Baba yenu wa mbinguni anafanya nini? Leo tunataka tukitenda mema watu watuone sisi, watutukuze sisi. Na hiyo ndiyo dhambi ya vicarious free day. Huo ndio upapa wenyewe, vicegerent of Jesus. Kwa maana nyingine ni hivi, unaamua kuweka obstacle, una break hapo, unakaa hapo, watu hawamuoni Yesu, wanakuona wewe. Clear the spot, jiondoe hapo. Hakuna dhambi mbaya mbele za Mungu kama kuelekeza watu kwako. Na hii ndiyo madhara pia ambayo wazazi wanayafanya kwa watoto. Wanawafundisha watoto, wanawaelekeza kwao. Ni makosa. Mwelekeze mtoto kwa Kristo. Wewe pale ni kielelezo cha aina hiyo ya tabia, lakini kamwe waelekeze kwa Yesu, waunganike na yeye, wakiwa safarini, wakiwa JKT, wakiwa sijui wapi, wakiwa nje ya nchi, wana Yesu wao. Lakini ukiwaelekeza kwako, kama hautakuwepo, hakuna kitu watafanya. Kama ni kiongozi wa idara, waelekeze wana idara kwake Yesu. Sio kesho unaondoka, watu wanalia, wanagoma, tunataka fulani, bila yeye kazi haiendi, utakufa mapema. Sababu mojawapo iliyofanya Musa akafa na alipoomba aruhusiwe akataliwa, kwenye masomo ya uongozi yanakuja, ni pale alipojiweka mahala pa Mungu katika akili za Waisraeli. Aliambiwa uambie mwamba utoe maji wanywe.
yeye akaupiga mwamba. Safari ilikuwa ni mara ya pili, maana alishaambiwa huko nyuma, huko Refidimu aliwahi kupiga mwamba ukatoa maji. Safari alisema uwaambie tu mwamba, waambie Waisraeli Mungu atoa maji katika mwamba. Yeye kaka yake wakaanza kusema tuwatokezee maji katika mwamba huu. Sikiliza alichokisema, je, tuwatokezee maji katika mwamba huu. Tafsiri yake ni nini? Wao ndio wanaleta maji kutoka kwenye mwamba. Wakati walishindwa wakati ule, wakakimbia kumuuliza Bwana. Leo Mungu amewaambia nenda waambie hivyo, anasema sisi tuwaletee maji. Hiyo ilikuwa ni dhambi mbaya. Hata alipotubu hakuruhusiwa kuingia nchi ya Kanaani. Na ili Uisraeli wasonge mbele, ilibidi Musa afe, kwa sababu alikuwa anatengeneza akilini mwa Israeli uwepo wake badala ya uwepo wa Mungu. Popote ulipo, usitengeneze kichwa chako kwa akili za watu. Wasaidie wamuone nani. Sisi ni wageni, ni wasafiri. Tupo leo, kesho hatupo. Hata ukifa, hata ukiama, watabaki na Yesu uliowaunganisha naye. Ndio hicho ambacho anaeleza hapo. Kwa hivyo unaposikia hapa haki inayozidi waandishi na Mafarisayo, ni tendo la Mungu alilolitenda kwa Yesu Kristo. Na sasa kitabu cha Ufunuo kinaweka wazi zaidi juu ya jambo hilo. Hebu naomba usome Ufunuo sura ya 3 na mstari ule wa 18. Anasema nakupa shauri ununue kwangu dhahabu iliyosafishwa kwa moto, upate kuwa tajiri, na mavazi meupe upate kuvaa. Mavazi meupe upate kufanya nini? Kuvaa. Aibu ya uchi wako isionekane, ili usiwe uchi mbele za Bwana. Na dawa ya macho ya kujipaka macho yako upate kuona. Nataka uone tu kwamba nunua kwangu ili ufike vazi la haki, ili uweze kutokuwa uchi, usiwe na aibu mbele zake. Ufunuo sura ya 16 mstari wa 15. Anarudia lugha hiyo hiyo. Soma. Ufunuo 16 mstari wa 15. Anasema tazama naja kama mwivi. Ndio. Heri akeshaye na kuyatunza mavazi yake. Anayekesha na kutunza mavazi yake, asiende uchi hata watu wakaione aibu yake. Ili asiwe uchi mbele za nani? Sikilizeni. Haki kwa imani alifundishwa Adam na Hawa baada tu ya dhambi. Naomba msikilize vizuri. Kwanza alieleza, ninaweka uadui kati ya uzao wako na uzao wa nani? Huo utakuponda kichwa na utamponda nini? Wakati anamweleza nyoka habari hizo. Naomba msikilize vizuri. Biblia inasema Mungu akawavika mavazi ya ngozi. Walikuwa wameshona mavazi ya majani ya mitini, lakini akawaondolea hiyo, akawavika mavazi ya nini? Maana yake itoaji wa kafara, akawavisha ile ngozi. Ajenda ya vazi, kwa nini walivishwa? Ni kwa sababu ule vazi la utukufu walilokuwa nalo ilitoweka. Kitendo cha kuwavisha ile haki, maana yake mtastahili tena kuja mbele zangu kwa tendo langu, ninakuja kuwafia. Na ili msisahau, nitawastahilisha kwa utoaji wa uhai. Ninakuja ili niwarudishe tena. Vaa hili vazi. Vazi kwa mara ya kwanza na tafsiri ya kwanza baada ya maisha ya bustani ya Eden ilikuwa ni fundisho. Kuna aibu, kuna uchi. Na uchi upi? Mbele za Bwana, kwa sababu tumepungukiwa na utukufu wa Bwana. Hatustahili tena kwake. Ametuvisha vazi la haki. Anakuja kuwastahilisha, awahesabie haki. Baada ya muda, kwa sababu maisha yako nje ya bustani, kuna hali ya hewa, ndipo inakuja secondary reasons kwa nini watu wavae mavazi. Kwa sababu secondary reasons ni kwa sababu ya hali ya hewa. Maisha sasa sio tena kwenye dunia isiyo na dhambi. Ina joto, ina baridi, kwa ajili ya kustiri mwili. Hayo ndio matumizi ambayo wewe na mimi leo tuko nayo hapa leo. Tuvae mavazi ya kustiri. Hiyo ni second reason of wearing cloth. Ukivaa, hiyo ni second, lakini primary reason ni justification. Inafundisha watu maisha nje ya bustani ya Eden. Haya mavazi haya badala ya ngozi ni mafundisho ya kwamba mtavikwa haki atakapokuja. Mtastahilishwa tena kurudishwa kuishi mbele zangu.
Ndio maana aliwavisha lile vazi la ngozi. Teknolojia imeenda, tukavaa mavazi kama haya. Yote ina agenda ile ile. Tuko uchi mbele za Bwana. Ni kifo cha Yesu pekee kinatustahilisha. Unapokuwa umevaa na chochote ulicho nacho, ingawa tunatumia leo mimea, lakini aliwavisha kutokana na kuchinjwa kwa yule mnyama, kwa maana ya uhai. Tutakuja kuangalia kwenye masomo ya uwakili juu ya sadaka, kwa sababu yote yanayozunguka yako kwenye hii haki kwa imani. Na kwa sababu hiyo anawafundisha vazi lilitoweka na mtavikwa hilo vazi kwa sababu tu ya yeye atakaye kufa. Ufunuo sura ya 7 mstari wa 9 mpaka mstari wa 14. Neno la Bwana linasema, na baada ya hayo nikaona natazama mkutano mkubwa sana ambao hapana mtu awezaye kuhesabu, watu wa kila taifa, kabila na jamaa na lugha, ndio wamesimama mbele ya kile kiti cha enzi na mbele ya mwana-kondoo. Wamevikwa mavazi meupe. Wamevikwa mavazi gani hayo? Meupe. Wana matawi ya mitende mikononi mwao. Wakilia kwa sauti kuu wakisema, wanamsifu wakisema, wokovu una Mungu wetu aketie katika kiti cha enzi na mwana-kondoo. Ndio. Na malaika wote walikuwa wakisimama pande zote za kile kiti cha enzi. Na za hao wazee na za wale wenye uhai 4. Ndio. Nao wakaanguka kifulifuli mbele za kile kiti cha enzi, wakamsujudia Mungu. Sikiliza sasa, mmoja akauliza swali wakisema, Amina. Baraka na utukufu na hekima na shukrani na heshima na uwezo na nguvu zina Mungu wetu hata milele. Amin. Amina. 13. Akajibu mmoja wa wale wazee akaniambia, mmoja wa wale wazee 24 akamwambia Yohana, je, watu hawa waliovikwa mavazi meupe ni akina nani? Unajua hawa watu wenye mavazi meupe ni akina nani? Nao wametoka wapi? Na wametokea wapi? Nikamwambia, Bwana wangu, wajua wewe. Unajua wewe. Akanambia, hao ndio wanaotoka katika dhiki ile kuu. Wametoka katika ile dhiki iliyo kuu. Nao wamefua mavazi yao. Wameyafua mavazi yao kwa sabuni gani? Na kuyafanya meupe katika damu ya mwana-kondoo. Wametumia sabuni ya omo? Hapana. Wameyafua kwa damu ya nani? Damu ya mwana-kondoo ndio imeyafanya kama vazi namna gani? Anachosema ni nini? Wako hapa kwa sababu ya kafara ya Yesu. Wameyafua mavazi yao, wamestahilishwa kwa kifo cha Yesu, wamechovya maisha yao kwa damu ya mwana-kondoo. Hao ndio wanaitwa wana mavazi meupe. Nachosema ni nini? Nunua kwangu mavazi, usiwe uchi ukawa na aibu mbele za Bwana. Kwangu kuna vazi. Hicho ndicho anachosema. Maana yake mimi ndiye nayestahilisha watu wakaondoka na aibu kwa sababu ya dhambi. Ni kifo cha Yesu Kristo pekee kinachotuondolea aibu na ndio kinatuvika vazi. Ndiyo haki. Iandike njozi, iwe wazi mbele za macho, kila anayesoma aisome kama maji. Mwenye haki ataishi kwa imani. Maisha ni katika Yesu Kristo, ndipo wanastahili kuwa hai. Wanaishi kwa sababu ya Yesu Kristo. Hiyo ndiyo haki inayozidi ya waandishi wa Mafarisayo. Sehemu hii ya pili ina ajenda moja pekee. Chochote kilicho chema tunachokitenda hakitupatie haki. Tumepewa haki kwa alichotenda Mungu kwa Yesu Kristo alipotufia msalabani. Tutakuja kuangalia kesho tunakipokeaje. Ndio maana nasema sasa imani ni kuishi kwa imani. Ikiwa una haki, hiyo haki na kitu kinaitwa imani. Tutakuja kuiangalia hiyo vizuri hiyo kesho, vinavyohusiana. Ila ni kifo cha Yesu kinachotupatia masharti na vigezo vya kuishi pamoja naye. Kwa maana nyingine, mwenye haki ataishi kwa imani. Kaeni ndani yangu nami ndani yenu. Pasipo mimi, Yesu alisema, sisi hatuwezi kufanya neno lolote. Lakini tukikaa ndani yake, kwa mujibu wa Korinto ya pili sura ya 5 mstari wa 17, anatufanya kuwa kiumbe kipya. Anachosema ni nini?
katika Yesu Kristo anaumba upya sura na mfano wa Mungu. Unapozungumza ukombozi, maana yake ni uumbaji upya wa kile kilichopotea, ni kustahilishwa, ni kuhesabiwa haki. Yoyote mema tutakayoyatenda ni matokeo ya kuhesabiwa haki. Hatutayatenda ili tuhesabiwe haki, tunayatenda kwa sababu tumehesabiwa haki. Mwenye haki wangu ataishi kwa imani. Na ndio maana akasema katika Injili ya Yohana 15 mstari wa 23, aliye naye mwana anaye baba, asiye naye mwana hana baba. Ndio maana akarudia tena waraka wa kwanza Yohana sura ya 2 mstari wa 23, mtu akimchukia mwana amemchukia na baba. Bila Yesu Kristo hakuna yeyote atapata mbele za baba. Unaposikia ya kwamba Kristo ni kuhani mkuu, katika damu yake tunaingia katika chumba kile kwa sababu ya huduma yake, maana yake ni kwamba mbingu kwa hakika yeyote aliyoko chini ya jua hana sifa yoyote ya kumkaribia Mungu isipokuwa Yesu Kristo. Moja. Mbili, hakuna mtu yeyote atafanya lolote lililo jema litakalomshawishi Mungu atukubali isipokuwa mwanae yu ndani yako na ndani yangu. Aliye na mwana, mwana ndiye chapa sura ya Mungu. Aliye na Yesu Kristo, hakuna namna utakubaliwa mbele za Mungu. Hakuna namna. Umepewa ile inayoitwa hati, umepewa muhuri ambao Kiunani wanaita ni icon. Ile unaosikia Kiingereza sema icon. Yesu ndiye icon. Yesu ndiye karakteri katika lugha ya Kiunani. Karakteri manake ndiye tabia, icon manake ndiye chapa. Yeye ndiye chapa ya Mungu, na akiwa ndani ya mwanadamu amestahilishwa. Asipokuwemo Yesu hakuna chochote. Ni kusukuma gari, ukiwa ndani ya gari haitaenda. Kwa hiyo matendo yetu yote, maandishi anasema nabii, ni machafu na yastahili kutajwa mbele za Bwana. Kinachotustahilisha ni tendo alilofanya Mungu kwa Yesu Kristo. Kwa hiyo usijisikie sifa yoyote. Hakuna lolote jema wewe umefanya wala mimi la sisi kuokolewa, halipo. Wala ukiringa kwa ajili ya kumtumikia unaringa bure, kwa sababu Kristo ndiye ametustahilisha, na badala yake ametupatia kwamba ni yeye kwa kifo chake ametupatia ukombozi, yaani tunao msamaha wa dhambi. Hatupati msamaha kwa kutenda mema, tumepata msamaha kwa kifo cha Yesu. Na hakuna aliyetuma barua ya maombi, Mungu njoo uniokoe. Alitupenda tulipokuwa tungali wenye dhambi, gizani, wasio na matumaini, wachafu, wasiofaa, ili mtu yeyote asijisifu kwamba ameniokoa kwa sababu nilikuwa mwema, amenitendea hivi kwa sababu nilikuwa ninajali. Yaani tulikuwa vichaa, hatuna akili, hatuna ufahamu, watu wa hovyo, alafu akaja kutuokoa. Hii ndiyo maana jinsi hii Mungu aliupenda ulimwengu. Kwa hiyo ukifanya yote yaliyo mema ni kwa sababu umehesabiwa haki bure kwa Yesu Kristo. Haki yenu isipozidi ya waandishi na Mafarisayo, hatutaweza kuingia katika uzima wa milele. Kwa hiyo Mungu wetu atujalie tunapoendelea na hili somo la haki kwa imani. Hiyo haki ni ipi? Inatoka kwa kafara ya Yesu, na yoyote tutakayoyatenda tuseme tu ni watumwa wasio na faida. Tumetenda tuliyopaswa kutenda.